Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe. Ninayezungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili yako, lakini pia napenda kukukaribisha katika ibada ya Ijumaa ya leo ya tarehe 12, ibada ya mkesha. Tuna ibada kubwa sana pale kanisani Mbezi Malamba Mawili, katika madhabahu ya ukombozi. Tuna ibada ya mfinyanzi, ibada ya mkesha wa mfinyanzi. Mahali popote pale ulipo, mpaka nimekuandalia video hii, ninapenda ufunguliwe, ninapenda uwekwe huru, ninapenda ukae katika hali ya ukombozi. Ndio maana nakukaribisha siku ya leo katika ibada kubwa ya mkesha itakayofanyika pale kanisani, na ibada hiyo itakuwa ni mahususi kwa ajili ya maombi na maombezi, lakini pia ibada hiyo itakuwa mahususi kwa ajili ya kusimama katika kutafasiri ndoto. Una ndoto zako, haujui nini maana yake, tutatoa nafasi kubwa sana siku ya leo katika kutafasiri ndoto, katika kuongea maana ya ndoto kinabii, katika kuongea maana ya ndoto kiroho. Usipange kukosa mkesha wa leo. Umelala tangu umeanza kulala, umepata faida gani? Kila mwaka, kila siku wewe ni mtu wa kulala. Hebu tamani kutenga muda kwa ajili ya kukesha. Na katika ngazi kuu za maombi kuna ngazi 3. Kuna ngazi ya kuomba kwa bidii, kuna ngazi ya kufunga na kuomba, lakini pia kuna ngazi ya kukesha na kuomba. Siku leo tunataka tusimame katika maombi ya mkesha, kukesha na kuomba. Njoo keshe pamoja na sisi, tumuombe Mungu kwa pamoja. Tumlilie Bwana kwa ajili ya shida zetu, tumlilie Bwana kwa ajili ya mahitaji yetu, lakini pia tutekeleze wajibu wa maandiko kwamba kesheni mkiomba. Njoo tuombe pamoja, njoo tukeshe pamoja. Kuna vifungo vingine haviwezi vikatoka kwako, haviwezi vikakuachilia bila kusimama katika maombi ya mkesha. Njoo ukeshe pamoja na sisi siku ya leo na Mungu atakubariki. Sehemu ni moja tu, ni Mbezi. Ukifika eneo la Mbezi, kama unatokea Kinyerezi, unatokea Kibaha, unatokea maeneo ya Mbezi Beach, sehemu yoyote ile, eneo ni moja tu. Ukifika pale Mbezi Magufuli, stendi ya Mbezi pale, ulizia vibajaji au daladala zinazoelekea Malamba Mawili. Sio mbali sana Malamba Mawili kutokea Mbezi pale. Ni mapema sana, sio vituo nadhani havizidi 5-6, unakuwa umeshafika pale Malamba Mawili. Fika mapema sana siku ya leo. Ibada yetu itaanza saa 2 kamili. Wahi mapema zaidi na Mungu atakubariki sana. Una ndoto zako na shida zako na vifungo vyako, unahitaji kupata msaada wa kiroho na umekosa mwanga katika maisha yako, siku ya leo ni siku yako. Fika mapema kabisa. Njoo na watoto wako, njoo na marafiki zako, njoo na ndugu zako, na Mungu atakubariki sana sana sana. Mungu akubariki. Niliyokuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ninakukaribisha sana, nakukaribisha sana sana sana. Siku ya leo ni siku yako ya kupokea baraka, ni siku yako ya kupokea mafanikio, ni siku yako ya kuwekwa huru. Wewe ambaye unasumbuliwa na mandoto mabaya, mandoto ya kutisha, unaota mandoto huko kijijini, unaota mandoto unafeli mtihani, unaota mandoto huko shule, unaota mandoto ya ajabu ajabu, siku ya leo ni siku ya unabii. Tutatoa tafasiri ya ndoto kwa kila mtu mmoja mmoja ambaye anaota ndoto, hajui nini maelekezo yake au hajui nini tafasiri zake. Siku ya leo ni special kwa ajili yako. Fika mapema kabisa na Mungu atakubariki sana sana sana. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.